Ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, nikukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zinakufikia popote pale ulipo. Ligi kuu ya NBC Premier League kwa mwaka 2022-2023 imeweza kukamilika, huku timu ya wananchi Young Africans ikiweza kuibuka bingwa wa mashindano hayo, na kinachofuata wakati huu ni zoezi la usajili ambao kila timu inataka kunasa saini za wachezaji ambao wataweza kuendana na kasi ya msimu ujao wa mwaka 2023-2024 ambao utaenda kuanza mapema mwezi wa 8. Huko Msimbazi mambo yamenoga baada ya kumsainisha beki wa ASEC Mimosa ya Ivory Coast Wonlo Koulibaly baada ya kitasa huyo kufanya vizuri katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo timu hiyo ilikuwa hatua ya nusu finali ikifungwa na timu ile ya USM Alger ya kule nchini Nigeria. Hivi karibuni Mwanaspoti liliandika taarifa ya uongozi wa Simba kusafiri kwenda kule nchini Ivory Coast kufanya mazungumzo na star huyo mwenye umri wa miaka 31, na kwa sasa mambo yamekwenda vizuri, hivyo msimu ujao ataonekana na uzi mwekundu wa Msimbazi. Timu ya Simba Sport Club kwa sasa inasaka beki wakati kwa kusaidiana na Henok Inonga baada ya Josh Onyango kuelezwa kuwa ameomba kuondoka ili arudi Gor Mahia ya kule nchini Kenya alikokuwa anacheza kabla ya kusajiliwa na timu ya Simba Sport Club misimu miwili iliyopita. Koulibaly pia anamudu kucheza kama beki wa pembeni wa kulia na kushoto sambamba na eneo la kiungo mkabaji, hivyo kuna sawa kwake kutaibeba timu ya Simba Sport Club. Kiongozi mmoja wa Simba Sport Club ambaye hakutaka kuweka jina lake liwekwe hadharani aliliambia Mwanaspoti kuwa klabu hiyo tayari imemalizana na mchezaji huyo na muda wote atatua jijini Dar es Salaam ili kukamilisha taratibu nyingine. Wafuatiliaji wazuri wa michuano ya CAF wanajua kazi aliyofanya beki huyo ni mpambanaji na ataisaidia sana Simba kwenye michuano mbalimbali. Tumeamua kujenga kikosi cha mchezaji anayeingia na kutoka wanafanya kazi yenye kuleta tija na sio pressure. Simba tunasajili mastaa wenye viwango vya juu ambapo wataleta matunda yatakayofanya klabu yetu kufanya vizuri na kuwapa raha mashabiki baada ya kushindwa kuchukua mataji ndani ya misimu miwili tofauti, na tunajua wanaumia. Hilo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba wataprudisha furaha yao iliyokuwa imepotea kwa misimu hii miwili. Ukiachana beki huyo, uongozi wa Simba ulikuwa unafanya mazungumzo na winga timu hiyo ambaye anajulikana kama Kramo Aubin. Kiongozi huyo kalizungumzia hilo kwa kusema, ndio tumeanza timu yetu scout ipo kazini, msimu ujao Simba hatuna mchezo, hatutaki maneno mengi bali ni vitendo. Ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, nikukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe.